wameokoka na hawana Roho Mtakatifu. Lakini nyakati hizo kila mwenye mwili unayemuona duniani, ambaye unamuona ana mwili, atamiminiwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni kiumbe hatari mno, ambacho kina uwezo wa ajabu kufanya mambo ya ajabu duniani. Na Roho Mtakatifu, mtu aliye na Roho Mtakatifu atafanya vitu vikubwa kwa viwango vya kimungu, na hataweza kubezwa wala kucheleweshwa. Ndugu zangu, mimi nimekuwa mashahidi wa mambo ya Roho Mtakatifu. Nimeyafuatilia mambo ya Roho Mtakatifu na watu ambao waliokuwa na Roho Mtakatifu katika maisha yao waliweza kufanya mambo makubwa. Miongoni mwa watu waliotembea na Roho Mtakatifu ni mtu mmoja anayeitwa Filipo. Filipo ni mtu ambaye alitembea na Roho Mtakatifu, na kwa kuwa alikuwa na Roho Mtakatifu, hata kazi yake ya kuwashuhudia watu habari za Kristo ilikuwa ni rahisi mno. Hata pale alipoonekana amechelewa kufika mahali, Roho Mtakatifu alimbeba, alimnyanyua, kama vile watu wanavyo leo wanaogopa kunyenyuliwa na wachawi katika nyungo. Filipo ni miongoni mwa watu walionyenyuliwa na Roho Mtakatifu, wakapelekwa eneo jingine, wakaonekana katika hilo eneo kipindi ambapo hakuwepo katika eneo na alikuwa eneo jingine. Kuna mtu mmoja ananielewa hapa katika mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anabeba mtu, anampeleka mahali, anafanya kazi yake kwa wakati, alafu anamrejesha. Ukiwa na Roho Mtakatifu hautachelewa mahali, wala hutachelewesha jambo lolote. Kwa hiyo ninazungumza habari za Roho Mtakatifu tunapokwenda kuanza mwaka mwingine na kumaliza mwaka mwingine. Nataka niziseme hizi habari za Roho Mtakatifu ili ya kwamba na wewe utembee katika Roho wa Bwana, akuongoze Roho wa Bwana, akakufanikishe mambo yote Roho wa Bwana, ukayaweze mambo yote katika Roho wa Bwana. Hakuna jambo litakaloshindikana ukiwa na Roho wa Bwana. Mtu mmoja aseme amina katika jina la Yesu. Tumesoma habari hapo ya Samson katika kitabu cha Waamuzi, ya kwamba Samson alikuwa ni miongoni mwa watu ambaye alikuwa ni mwanaharakati katika kazi ya Mungu. Na katika harakati zake siku moja akakutana na mwana simba katika safari zake. Alipokutana na huyo mwana simba, simba ghafla alipokutana naye akaanza kunguruma. Alipoanza kunguruma na kuanza kumfata mahali ambako alipo, Samson alipomwona simba anakuja na yeye, ghafla Biblia imeeleza ya kwamba Roho wa Bwana akamjia. Roho wa Bwana akamjia mara ghafla, na yeye akaanza kunguruma kupitia Roho wa Bwana. Mtu mmoja aseme amina. Mtu mmoja aseme amina. Mtu mmoja aseme amina. Mtu mmoja aseme amina katika ibada hii. Mtu mmoja ambaye yuko hapa aseme amina tena katika ibada hii. Mtu mmoja ambaye anajiandaa kupokea Roho wa Mungu ibada hii, aseme amina katika jina la Yesu. Tunamsema Roho wa Bwana hapa. Hatusemi habari za uchawi hapa. Tunazungumza Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu halisia, ambaye Yesu alisema ya kwamba mnayo sababu ya kukaa mjini Yerusalemu, mpokee ahadi ya Mungu Baba, msiondoke Yerusalemu hamjapokea ahadi ya Roho ambayo mliahidiwa tangu zamani. Nami nakwambia mchana wa leo, hautaondoka katikati mwa ibada hii hujaondoka na Roho wa Bwana. Utaondoka mahali hapo utakiwa na Roho wa Bwana. Mtu mmoja aseme amina. Ukiwa na Roho wa Bwana
Hutatishwa wala kuogopeshwa. Utatembea barabarani, utaonekana kama ni mlevi, lakini hutakuwa mlevi, bali tu ni yule Roho wa Bwana, kwa sababu anakaa ndani yako, anakufanya kila jambo liseme. Hata ukiwa barabarani, watakuona unaimba barabarani, watakuona unaomba barabarani, watakuona unahubiri barabarani. Hayo yote yatawezekana kwa sababu kuna Roho wa Mungu ndani yako anakutumikisha. Sema amina katika jina la Yesu. Kwa hiyo Samsoni akashikwa na yeye Roho wa Bwana, akaingiliwa na Roho wa Bwana, akaanza kuunguruma. Samsoni anaunguruma, simba na yeye anaunguruma. Samsoni anaunguruma, simba anaunguruma. Wote hawa wawili, simba anasogea na Samsoni anasogea. Samsoni anasogea, simba naye anasogea. Wakakutana kati kwa kati. Mtu mmoja aseme amen. Kati kwa kati wakakutana. Biblia inasema simba kamatwa, akapasuliwa kama vile mtu anavyompasua mwana mbuzi, wala siweze kumjeruhi jeraha lolote Samsoni. Wangapi walishamshuhudia simba kwa macho yao? Ulishamuona simba? Mchungaji anasema ameshamuona. Nani ameshamuona mwingine? Pastor JJ. Ndugu zangu, na kama hujawahi kumuona, kuna maonyesho pale, wanapasemaje pale Dar es Salaam Zuia. Ukienda pale kilipia nadhani shilingi 5,000 tu. 5,000 tu. Utakuta pale simba wote jinsia mbili, ya kike na ya kiume. Ndugu zangu, simba yani unapomwangalia hivi kwenye TV unakosa raha. Nenda ukamuone live hivi. Ni kiumbe kimoja hatari mno. Panza tu kikuone hivi, kikipiga tu kelele hivi, wewe mwenyewe tayari unasema nibadilishe nipeleke sehemu nyingine. Lakini simba huyo, hiki ninachokuambia, ninachokuhubiria ni kitu halisia, ni mtu mwenye Roho wa Mungu alikutana nacho. Haleluya. Akakabiliana nacho. Kwa kishike hiki ninachokuhubiria, halafu uje uende Dar es Salaam Zoo. Halafu utakapofika Dar es Salaam Zoo, waambie tu, yani ninataka nimuone simba. Labda kama ukihitaji pia na kumuona nyangumi aliyemweka katika tumbo Yona, na mwenyewe utamuona. Lakini kwa hiki ninachokuhubiria, waambie nataka nimuone simba. Rafiki yangu, hata kusogelea kwenye nani hivi ni mwangalia, labda uwe na ujasiri kabisa, lakini huwa anajitutumua, manyoya yote yanasimama, afu anafoka, anakutisha, anakuja. Kama pressure iko juu na breki za mkojo hazijakaa vizuri, tunaweza tukashangaa hapo hali ya hewa inabadilika. Breki zinashindwa kushika, zinaachia kila wakati. Kwa hiyo ndugu zangu, tunayemsema simba huyu ana sifa zake, na zingine umesimuliwa na mababu. Simba ni hatari. Sifa za simba mtu yoyote muulize. Ni hatari, ni mnyama hatari. Wako tembo, wako twiga, wako ni, lakini tukifika kwa simba tunatulia kidogo. Mtu mmoja aseme amen. Mtu mmoja aseme amen. Lakini huyo mwenye sifa zote alikutana na jamaa moja, pandikizi la jamaa,
ambalo limeshiba Roho Mtakatifu. Alipokutana nalo, simba na unguruma, anafoka, na ile jamaa na yenyewe likaingiliwa na Roho wa Mungu. Wote wakaanza kuunguruma. Huyu naye yupo ameshiba Roho wa Bwana, amejaa Roho wa Bwana. Ndio maana ninawaambia waumini wa nyakati za leo, tushibe Roho Mtakatifu. Tuwe na Roho Mtakatifu. Hatutalogwa, hatutazuiwa na mtu yoyote kufanya mambo yetu. Tuko sawa sawa kanisa la Bwana? Tuko sawa sawa watu wa Mungu? Mpigie Yesu makofi kama unaipenda hii. Lazima tuwe na Roho Mtakatifu ili tukabiliane na simba wa kichawi, na simba wa kipepo, simba wa kijini, simba wa kiganga. Tukabiliane na wachawi, lazima tuwe na Roho Mtakatifu. Wachawi wanatuloga, wanatubeba, wanatubeza kwa sababu ndani yetu hatuna Roho Mtakatifu. Lakini kama tukiwa na Roho Mtakatifu, hawatuwezi. Kwa hiyo tutapambana nao, tutakabiliana nao, wala hawataweza kutushinda kwa sababu tunaye Roho wa uzima ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa natamani kuona mtu mmoja katika ibada hii usiondoke bila Roho wa Mungu. Natamani kumaliza mwaka huu kwenda mwaka mwingine ukiwa na Roho wa Mungu. Ili uwe mwimbaji mzuri, lazima uwe na Roho wa Mungu. Ili uwe mhubiri mzuri, uwe na Roho wa Mungu. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako.